dhidi ya sheria, ukurasa wa 355 hadi 356. Kama unavyoona kwenye skrini yako, Kiingereza ni PP 342 paragrafu ya kwanza. Sasa ninachukua kitabu ili tusome pamoja na wewe, ili tufuatilie mambo haya, tuone jinsi yalivyo. Nachukua kitabu cha Wazee na Manabii. Hiki hapa. Kama nilivyotangulia kusema, hiki ni UPH. Unaiona nembo ya UPH hapa, Ufunuo Publishing House. Ninarudia tena, sisomi kitabu ambacho kiko akitoki kwenye publishing houses zetu. Hiki kinatoka Ufunuo. Sasa ukurasa wa 355, hii ni sehemu ya kwanza, Wazee na Manabii. Ukurasa wa 355 kuna maneno haya, na ukurasa ule 356 nasoma: mpango mkuu wa ukombozi huwa na matokeo ya kurejesha ulimwengu kikamilifu katika fadhila ya Mungu. Vitu vyote vilivyopotezwa kwa sababu ya dhambi vinarejeshwa. Si mwanadamu peke yake, bali dunia pia inakombolewa, ili kuwa makazi ya uaminifu milele. Kwa muda wa miaka 6,000 Shetani amepambana ili kudumisha umiliki wa dunia. Sasa kusudi la awali la Mungu katika kuiumba linatimizwa. Watakatifu wake aliye juu wataupokea ufalme na kuumiliki huo ufalme milele, naam, hata milele na milele. Danieli 7 mstari wa 18. Angalia, tafakari vizuri nukuu hii. Jambo la kwanza, mpango mkuu wa ukombozi huwa na matokeo ya kurejesha ulimwengu kikamilifu katika fadhila ya Mungu. Mpango mkuu wa ukombozi. Angalia, hii ni patakatifu na mpango wa ukombozi. Kwa hiyo unaposema mpango mkuu wa ukombozi, ni lazima uwe umefunuliwa katika hema takatifu. Huduma ya Yesu duniani, huduma ya Yesu patakatifu mbinguni. Kwa hiyo mpango mkuu wa ukombozi umefunuliwa kupitia patakatifu. Kwa hiyo mpango mkuu wa ukombozi uliofunuliwa kupitia patakatifu, huu mpango wa ukombozi umefungamanishwa katika muda. Hautoki tu hewani, umefungwa ndani ya wakati. Na ndio maana hapa nasema kwa muda wa miaka 6,000 Shetani amepambana ili kudumisha umiliki wa dunia. Kwa huu mpango mkuu wa ukombozi upo ndani ya muda wa miaka 6,000. Wakati mpango wa ukombozi unafunuliwa ndani ya wakati wa miaka 6,000, huwa wakati wa miaka 6,000 ndio nafasi ya Shetani kutenda. Zaidi ya hapo hataweza kuendeleza uasi wake na mapambano. Kwa hiyo pambano kuu ambalo hii ndio inaeleza muhtasari wa pambano kuu, muhtasari wa Biblia nzima, patakatifu. Kwa hiyo pambano kuu muda wake ni miaka 6,000, na Shetani amepambana ili kuimiliki dunia, mwisho wake ni miaka 6,000. Kwa mpango mkuu wa ukombozi huwa unalenga na matokeo ya kurejesha ulimwengu kikamilifu katika fadhila ya Mungu, katika fadhila ya Mungu. Sasa basi, tunaposema mpango mkuu wa ukombozi umefungamanishwa katika wakati, tunaona mwaka wa 31 hapa kwenye, tukitazama bango letu hapa, mwaka 31 AD, wakati Yesu anakufa msalabani, kwa mujibu wa Biblia na kwa mujibu wa roho ya unabii, ilikuwa imesha timu miaka 4,000 tangu anguko. Sasa kama ilitimu miaka 4,000 na Yesu alipaa mbinguni mwaka wa huo wa 31, na kwa mujibu wa Hosea sura ya 6 mstari wa 2, na kwa mujibu wa manuscript release gombo la kwanza ukurasa 355 paragrafu ya kwanza, kuna miaka 2,000 mingine mpaka kufika 2031, ukomo wa miaka 6,000 utakuwa umekamilika. Kwa Yesu anakufa msalabani, miaka 4,000 ilikuwa imekatika. Kutoka 2,000 mwaka 31 Yesu anapaa kwenda mbinguni, kuna miaka 2,000 atakayohudumu katika patakatifu mbinguni,
chumba cha kwanza na chumba cha pili, ndipo hata mlango wa rehema utakapofungwa. Kwa hiyo mpango wa ukombozi umefungwa ndani ya wakati wa miaka 6,000, ndani ya wakati wa miaka 6,000. Kwa hiyo ukitaka kujua saa kuu ya wakati ni nini, tunarudi katika hema takatifu, tunarudi katika patakatifu. Hapa tunacholewa ramani inayotuonesha muda. Hapa unabii wote umefungamanishwa katika patakatifu. Unabii huo umefungamanishwa ndani ya muda. Kwa hiyo kwa muda wa miaka 6,000 tunaufahamu mpango wa ukombozi unaanzia wapi, unakomea wapi, na baada ya hapo nini kitatokea. Miaka 1,000 watakatifu tutakuwa mbinguni ili kutimiza miaka 7,000 ya mpango wa ukombozi, miaka 6,000 duniani, miaka 1,000 mbinguni, na baada ya miaka 1,000 mbingu mpya na nchi mpya zitaumbwa, umilele utaendelea. Bwana asifiwe. Sasa basi, kumekuwa na hoja, na hoja hizi zinatakiwa zipatiwe majibu. Hoja ni hii: mbona kuna mgongano wa nukuu za miaka 4,000? Kwa hiyo kutoka tunaona kabisa miaka 6,000 inagawanywa mara mbili, kuna 4,000, kuna 2,000. Lakini sasa mbona wakati Yesu anachukua ubinadamu kuna nukuu za nabii zinasema ilitimu miaka 4,000? Mbona wakati Yesu anabatizwa, mbona kuna nukuu inayosema ilitimu miaka 4,000? Mbona wakati Yesu anakufa msalabani kuna nukuu iliyosema miaka 4,000? Kwa hiyo tunachukua 4,000 ipi ili tujumlishe na 2,000 tupate 6,000? Kwa hiyo kama 4,000 Yesu anakufa msalabani, tukiongeza 2,000 inatuleta 2031. Kwani kuna ubaya gani mwingine akachukua mwaka 27 ambapo pia kunatajwa miaka 4,000 akajumlisha na 2,000 ikamleta 2027? Kuna ubaya gani yule ambaye anachukua mwaka 4 BC ambao Yesu alikuwa amezaliwa mwaka 4 kabla ya miaka ya kupanda akajumlisha na 2,000? Kuna yeye aseme kwamba 6,000 inaishia mahali fulani. Kuna ubaya gani? Tutachukua ipi? Kwa nini kuna mgongano? Je, hatuoni ya kwamba Ellen G. White hakukusudia kwamba miaka 6,000 iwe ni muda fulani, ila alitaja tu kuashiria ukomo wa kitu fulani? Kwa nini tunaichukua sana hii miaka 6,000? Hatuoni ni mgongano? Angalia hii nukuu inatoka, utaiona kwenye screen yako hapo. Hiyo nukuu inatoka Desire of Ages, ukurasa wa 48, paragrafu ya 6. Nabii anasema, lakini Yesu alikubali ubinadamu wakati jamii ilikuwa imedhoofishwa kwa miaka 4,000 ya dhambi. Yesu alichukua ubinadamu wakati gani? Wakati anazaliwa ndipo alipochukua ubinadamu. Kwa hiyo sasa na kusema kwamba wakati Yesu anazaliwa, anasema jamii ilikuwa ya ubinadamu ulikuwa jamii ilikuwa imedhoofishwa, yani jamii ya wanadamu ilikuwa imedhoofishwa kwa miaka 4,000 ya dhambi. Angalia nukuu nyingine inatoka Confrontation, ukurasa wa 32, paragrafu ya 1. Unaiona kwenye screen yako. Nabii anasema hivi: Kristo katika jangwa la majaribu alisimama katika nafasi ya Adamu ili kubeba mtihani ambao Adamu alishindwa kuvumilia. Angalia maandishi hayo mekundu. Hapa Kristo alishinda kwa niaba ya mwenye dhambi miaka 4,000 baada ya Adamu kugeuza mgongo wake juu ya nuru ya nyumba yake. Mbona hapa napo inatajwa miaka 4,000? Mbona inatajwa miaka 4,000? Wakati Yesu anazaliwa miaka 4,000 tangu anguko. Wakati Yesu anapitia majaribu na ule mwaka wa 27 pale jangwani akiwa amefunga siku 40, alimshinda, alisimama nafasi ya Adam miaka 4,000 tangu anguko. Lakini angalia na hii nayo. Tumaini la vizazi vyote, UPH 2020, sehemu ya pili, sura ya 72, kwa ukumbusho wangu, ukurasa 265, Desire of Ages 652, paragrafu ya 2. Unaiona hiyo nukuu kwenye screen yako. Nabii anasema, Kristo mwana kondoo wa Mungu asiye na waha alikuwa karibu kujitoa mwenyewe kama sadaka ya dhambi ili kukomesha mfumo wa mifano na ibada za kafara ambazo kwa muda wa miaka 4,000 zililenga kwa kifo chake. Kwa hiyo tunaziona nukuu za miaka 4,000 hapa. Wakati Yesu anazaliwa, miaka 4,000 tangu anguko.
wakati Yesu anabatizwa, na ndio mwaka huo anaenda kujaribiwa, miaka 1400 tangu anguko. Wakati Yesu anakufa msalabani, miaka 1400 tangu anguko. Kwa sababu hiyo basi tupuuze miaka 6000, maana Ellen G. White hakumaanisha wakati maalum, alitaja tu. Kwa hiyo inawezekana hata miaka 6000 inazungumzia kipindi cha jumla cha uwepo wa dhambi na utendaji wa shetani, bila kujali ni miaka halisi ama la. Kwa hiyo inaweza kawa miaka halisi pengine ikawa ni 10,000, 15,000, lakini yeye akazungumza tu katika neno moja miaka 6000. Hivi inawezekana kweli hii kwa mtu mwenye akili tu timamu kwamba ataje miaka 6000 alafu kumbe uhalisia sio miaka 6000 ila ni kipindi chote cha uwepo wa dhambi na utendaji wa shetani? Kuna mahali hapako sawa. Je, kwa sababu ya mgongano huu ndio iwe sababu ya kuipinga na kuikataa miaka 6000? Wakati miaka 6000 ndio inatajwa kwamba mpango mkuu wa ukombozi huwa una matokeo ya kurejesha ulimwengu katika fadhila ya Mungu, na shetani amejaribu kuumiliki ulimwengu kwa miaka 6000. Kwa hiyo mpango wa ukombozi hapa unaona unafunuliwa kwa miaka 6000. Sasa je, tuipinge miaka 6000 kwa ushahidi wote uliopo kwenye Roho, nabii na Biblia kwa sababu ya mgongano wa hizi nukuu? Je, nani ana matatizo? Ni nabii alikosea ama sisi wasomaji ndio tuna shida? Au sisi ndio tuna shida? Jambo la kwanza utaiona kwenye skrini yako hapo, nimeweka tu kwa ufupi. Hivyo ni vipengele muhimu 7 katika ukokotoaji wa umri wa dunia. Umri wa dunia kutoka Adam mpaka Yesu anazaliwa. Na unaweza ukatoka hapo Yesu anazaliwa mpaka sasa 2025 ukaupata umri wa dunia kwa mujibu wa Biblia. Unajua haiwezekani Mungu asitutajie umri wa dunia ndani ya Biblia wakati Mungu alijua ya kwamba watakuja wanasayansi watakaowaambia watu dunia hii ina umri wa mabilioni ya miaka. Kwa hiyo lazima Biblia iwe ina majibu kuliko wanasayansi. Hakuna swali ambalo hatutapata majibu ndani ya Biblia. Kwa hiyo tunaweza tukajua umri wa dunia ndani ya Biblia. Hapa tunataka kwa mujibu wa Biblia tuwakosoe wanasayansi na kuambia mmepotoka. Rudini kwenye msingi wa kweli yote na mafundisho yote na maarifa yote na sayansi yote ndani ya Biblia. Kwa hiyo ninaamini na inawezekana, na nimefanya utafiti, nimechunguza kwa muda wa kutosha, kwa kazi ngumu yenye kuchosha, kutafuta kujua, je, miaka 6000 haipo ndani ya Biblia? Je, kwa mujibu wa Biblia tangu uumbaji mpaka sasa 2025 dunia ina umri wa miaka mingapi? Kutokea hapo ndipo tunaanza kutegua sasa mtego wa zile nukuu 3 zote zinazotaja miaka 1400, miaka 1400, miaka 1400. Ufumbuzi uko wapi? Kwa sababu ninaamini hivi, maandishi ya Ellen G. White ni nuru ndogo, Biblia ni nuru kubwa. Na hivyo kwa kuwa nabii yeye aliinuliwa ili kuturudisha kwenye maandiko, hawezi akaandika chochote ambacho hakiko kwenye Biblia, ama hawezi akaandika kile ambacho kinapingana na Biblia. Kwa Ellen G. White kutaja miaka 6000, lazima tutaiona miaka 6000 kwenye Biblia. Kama haipo kwenye Biblia, manake Ellen G. White sio nabii wa Mungu, ameandika kitu ambacho hakipo kwenye Biblia. Kwa kama ni nabii wa Mungu, maana yake lazima apatane na Biblia, na tunaamini ni nabii wa Mungu kwa sababu anapatana na Biblia. Kwa ukichunguza kwenye Biblia miaka 6000 unaipata. Sasa angalia, tazama skrini yako hapo. Kuna kipengele cha kwanza ni miaka 1558. Kipengele cha pili ni miaka 450. Tunajumlisha na kipengele cha tatu miaka 505. Tunajumlisha na kipengele cha 4 miaka 476. Tunajumlisha na kipengele cha tatu miaka 414. Cha tano hicho. Kipengele cha kwanza ni miaka 1558, tunajumlisha kipengele cha pili miaka 450, tunajumlisha kipengele cha tatu miaka 505, tunajumlisha kipengele cha 4 miaka 476, tunajumlisha kipengele cha 5 miaka 414, tunajumlisha kipengele cha 6 miaka 70, tunajumlisha kipengele cha 7 miaka 532. Tunapata jumla ya miaka 4005 mpaka Yesu anazaliwa. Vipengele hivyo ni vipi sasa?
Kipengele cha kwanza tunaangalia umri wa kupata watoto, ndipo tunapojumlisha tunapata kumbe kutoka hapa mpaka hapa ilikuwa ni muda miaka fulani iliyopita. Kwa hiyo tunaanzia Adam mpaka kwa Shem, mpaka kuzaliwa kwa Shem inaleta kipengele cha kwanza miaka 1558. Kutoka pale, kutoka kwa Shemu mpaka kwa Tera, wakati anazaliwa Ibrahim, tunapata jumla ya miaka 450. Kipengele cha tatu, kutoka ahadi inapotolewa kwa Ibrahim mpaka sheria inapotolewa pale mlima Sinai ni miaka 505. Kutoka pale sheria inatolewa mlima Sinai mpaka Suleiman anapoanza kutawala mwaka wake wa kwanza ni miaka 476 iliyokuwa imepita. Kutoka mwaka wa kwanza wa Suleiman kutawala mpaka uhamisho wa kwanza wa Babeli, wanapelekwa uhamishoni, ilipita miaka 414. Kutoka uhamisho wa kwanza mpaka miaka 70 ya kukaa uhamishoni tunapata miaka 70. Inapoisha miaka 70 kuna miaka 532 mpaka kuzaliwa kwa Yesu. Kwa hiyo kutoka Adam, kutoka uumbaji mpaka Yesu anazaliwa ni miaka 4500 tu kwa mujibu wa Biblia. Kwa mujibu wa Biblia. Sasa ukihitaji uchambuzi huu, ufafanuzi huu, njia rahisi ni hivi. Chukua hii namba yangu uiandike. Ni namba ya WhatsApp. Nitumie ujumbe kwa WhatsApp kwamba ninaomba ufafanuzi wa miaka 6000 katika Biblia. Nitakutumia PDF document kwa haraka sana. Namba ni hii: 0762 87 28 30. 0762 87 28 30. Kwa namba hii unitumie ujumbe WhatsApp. Ukiona haunipati, pengine ikawa na shida, nitumie message ya kawaida, tutawasiliana. Nitakutumia uchambuzi ili tuokoe muda. Twende kwenye mada yetu ya saa kuu ya wakati. Kutoka Adamu mpaka Yesu anazaliwa ilipita miaka 4500. Hilo la muhimu na liweke kichwani katika kujifunza kwetu. Jambo la pili, jambo lingine, tusome Luka 3 mstari wa 23. Angalia skrini yako hapo. Luka 3:23. Naye Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka 30, akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu wa Eli. Sasa Yesu alianza kufundisha wakati gani? Alianza kufundisha, huduma yake inaanza baada ya Masihi kutiwa mafuta. Alipobatizwa ndipo akapelekwa jangwani kujaribiwa siku 40, alipelekwa na Roho. Alipotoka jangwani ndipo akaenda Nazareti alipolelewa, akapewa chuo cha nabii Isaya, akafungua mahali, akatafuta mahali palipoandikwa Roho ya Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema. Ndipo aliposoma, na baada ya hapo akaendelea na huduma yake. Kwa hiyo Yesu kuanza kufundisha alianza mwaka wa 27, mwaka wa kubatizwa kwake. Kwa hiyo Yesu anabatizwa mwaka wa 27, alikuwa na umri wa miaka 30. Jambo la kwanza la kuzingatia, tangu Adamu mpaka Yesu anazaliwa, tangu uumbaji mpaka Yesu anazaliwa ilipita miaka 4500. Jambo la pili la kuzingatia katika uchambuzi wetu, Yesu alibatizwa mwaka wa 27 akiwa na umri wa miaka 30. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 45. Angalia kwenye skrini yako. Wakorintho wa kwanza 15 45 47 mpaka 49. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adam akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Nini nataka kusisitiza hapa? Yesu ni Adamu wa pili, na kwa mujibu wa unabii wa Biblia, Yesu anatimiza vigezo vyote vya vile vilivyoelezwa katika Agano la Kale. Kama alivyotimiza kigezo cha Pasaka, kama alivyotimiza kigezo cha yule kondoo wa Pasaka wa sadaka wa kafara, Yesu anatimiza vigezo vyote. Kwa hiyo Adamu wa kwanza lazima afanane na Adamu wa pili. Kama Yesu alibatizwa akiwa na miaka 30, ndipo sasa akasimama katika jangwa la majaribu nafasi ya Adamu,
na yeye anasimama kama Adamu wa pili, maana yake lazima Yesu alisimama nafasi ya Adamu akiwa na umri huo huo sawa kama alivyokuwa nao Adamu wa kwanza. Hakuwezi kuwa na mpishano. Lazima ili abebe sifa za Adamu wa kwanza, lazima afanane na Adamu huyu wa kwanza hata katika umri. Maana Adamu wakati amefika umri fulani alianguka dhambini. Yesu lazima afike umri ule ule wa Adamu ndipo asimame nafasi ya Adamu pale aliposhindwa. Hapa inatupa ufumbuzi kwamba kumbe tangu anguko mpaka Adamu anaanguka, tangu uumbaji mpaka Adamu anaanguka kuna tofauti ya miaka 30. Unafikiri kwa nini umri wa kubatizwa kwa Yesu ulitajwa kwamba alibatizwa na miaka 30? Sio bahati mbaya. Hakuna kilichoandikwa kwa bahati mbaya kwenye Biblia. Kachunguze, kamuulize Mungu kwa maombi na utayapata majibu. Mungu atakufunulia ukweli huu. Kwa hicho ni kipengele cha tatu. Cha kwanza, tangu Adamu, tangu uumbaji mpaka kuzaliwa kwa Yesu ilipita miaka 4500. Cha pili, Yesu alibatizwa akiwa na umri wa miaka 30. Cha tatu, Yesu anasimama nafasi ya Adamu wa kwanza. Kwa hiyo lazima afanane na Adamu wa kwanza. Kwa hiyo tunapata utofauti hapa, tangu uumbaji mpaka anguko miaka 30. Maana Yesu tangu kuzaliwa kwake mpaka anabatizwa miaka 30. Alipokuwa na umri huo kama Adamu wa kwanza, yeye akasimama nafasi ya Adamu wa kwanza. Aliposhindwa, yeye akashinda katika jangwa la majaribu. Hilo la kuzingatia. Kwa hiyo basi, toka uumbaji hadi kuzaliwa kwa Yesu miaka 4500. Atazama